بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kwa kwetu kusoma kitabu chake tupate fadhila hizi alizozitaja za kushushiwa utulivu na kufunikwa kwa rehma na kuzungukwa na malaika, na tutaje Allah subhanahu wa ta'ala mbele ya walioko mbele yake. Allahumma amin. Bado tunaendelea na tafsiri ya surati Al-Mu'minun baada ya kuangalia aya takriban 11 ambazo kwamba zote ukiziangalia zinazungumza sifa ya muumini wa kweli, lakini wakati huo pia ni sifa ambazo kwamba waumini hawa ikiwa watakuwa nazo zitatengeneza jamii iliyokuwa nzuri. Baada Allah subhanahu wa ta'ala kutaja sifa hizi, akaja katika eneo jingine, nalo ni kutaja minna, fadhila zake kwa wanadamu. Malengo makubwa ni kule kumtengeneza mwanadamu, kuongeza ile imani yake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani maeneo mengi amemkumbusha mwanadamu na fadhila zake, neema zake. Ulikuwa hivi kakufanya hivi, ulikuwa hivi kakufanya hivi. Mila kaumu zote zimetajwa. Katika malengo yake makubwa ni wewe ule ukumbuke, utie thamani na ulicho nacho. Mwanzo kabisa kilichopo katika fadhila zake Allah Subhanahu wa Ta'ala, mbali ya yote, ni ile kuonyesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba ndio Muumba mkuu, ndio Mungu pekee. Hakuna mwingine ambaye kwamba ameleta chochote hapa, vyote amevileta yeye. Lakini yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia aya hii ambapo kwamba ishara yake ni kama vile anakuambia au anatuambia kwamba ametuleta kutupa au ametuleta kutoka kwenye udhalili wa kutokuwepo mpaka kwenye utukufu wa kuwepo. Nini maana yake? Katika hali ya kibinadamu ya kawaida, panapokuwa pana fursa mahali halafu wewe hauko, yule anayekuita anayekwambia njoo hapa bana pazuri, unamkumbuka daima. Wewe unafanya mambo yako, unaharibikiwa, hayawi, aje akushike mtu mkono, hapo ulipo sipo, njoo afanya hapa, alafu ukafanikiwa, unakuwa humsahau. Au kwa lugha ya kijana, mtu ambaye kwamba alikuwa aishi shamba huko, alafu mtu akatoka huko mjini kwenda kumshika mkono, njoo mjini pana fursa, anza 1 2 3, na alafu yule mtu akafanikiwa. Ikiwa huyu aliyefanyiwa mambo haya hakukumbuka kwamba nina fadhila kubwa kumlipa huyu aliyetoa shamba kumleta mjini na nikafanikiwa, yule aliyefanya fadhila kwa kazi ya kibinadamu ya udhaifu, siku amemkera atamwambia, wewe ukumbuke wewe ulikuwa shamba wewe. Kama leo sikukuleta huko mjini wewe, hata barabara ya kwanza ulikuwa ukujui. Kama sikukuleta hapa mjini wewe ungekuwa mfanya biashara wewe, sio ungekuwa walima tu kule kwa heka shilingi 5,000 10,000 wachimba mihogo tu, angekuwa na kumwambia hivyo. Kwa hiyo kupewa fursa, kupata zile fursa peke yake ni nini? Ni fadhila. Sasa kuwa wewe ni mwanadamu, Mwenyezi Mungu kakuleta ukawepo kama mwanadamu, kakuleta yeye, sio kwa nguvu zako yote wala kwa kujaribu kwako kokote, akakufanya ukue ukawa mpaka binadamu kamili, akakupa afya, akakupa mali,
akakupa familia, akakupa afya, akakupa mali, akakupa familia, ukawa ni mtu. Hapo ulipo wewe ni mtu. Tia thamani ya hivi vyote ulivyonavyo sasa hivi. Wewe una nguvu gani yako? Wewe huna kitu. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala ametuanza kutukumbusha tangu kuwa hatupo duniani. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin, hakika tumemuumba mwanadamu kutokana na asili ya udongo. Thumma, kisha baada hapo, ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, tukamjalia yeye ni tone tu la mbegu ya uzazi katika qarar, kalio, fuko ambalo kwamba liko madhubuti. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii au aya mbili hizi amezungumza kuhusu asli ya mwanadamu aliposema min tin. Tin yani asli ya Adam ni udongo, lakini baada ya Adam ni nutfa. Ndio hiyo akasema thumma ja'alnahu nutfatan. Sasa ilipozungumzwa kwamba mwanadamu ni kutokana na udongo, alafu ikaja kwamba katika maulama wanasema binadamu ni tini wa mani. Ni tini, ni udongo pamoja na maji ya uzazi yale. Nini maana yake? Asli ni kwamba asli Adam alayhi salam ni kutokana na udongo moja kwa moja. Ama mwanadamu baada manake watoto wa Adam mwenyewe ni kutokana na mbegu ya uzazi, ambapo kwamba asili yake baba mwenyewe ametokana na nini? Udongo. Lakini wakaja ulama wakafika mbali zaidi kwamba kwa nini inasibishwe mwanadamu bado kwamba ni na udongo, hata kama kupitia kukutana baina ya mbegu za uzazi wa mwanamume na mbegu za uzazi wa mwanamke. Ni kwamba hata hizo mbegu za uzazi asili yake ni nguvu anazozipata mwanadamu kupitia kula chakula, na kupitia chakula wewe ndio unaweza kupata nguvu za kuweza kuwa na kizazi, si ndio? Sasa basi ilivyokuwa chakula nacho asili yake ni nini? Ni ardhini. Hivi ndivyo inavyounganishwa baina ya kuchanganya baina kwamba asili ya udongo na asili ya nini, ya mbegu za uzazi, na zote bado asili ni nini? Ni udongo vile vile. Walaqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin, hakika tumemuumba mwanadamu kutokana na asili ya udongo. Thumma ja'alnahu nutfatan, kisha tukamjalia yeye ni tone la mbegu ya uzazi. Fi qararin makin, katika kalio madhubuti, eneo ambalo kwamba limelindwa, limetengenezwa, ambalo kwamba ni fuko la uzazi. Fuko la uzazi Waislamu lina siri kubwa sana. Allah subhanahu wa ta'ala amelitengeneza katika hali ambayo kwamba mama hali yote atakokuwa nayo, basi lile linalinda kilichopo kule ndani mpaka kutokee uadui wa hali ya juu, ndio ufike madhara. Ni kama hivi wewe sasa mpaka uko katika hali salama, ni mpaka ufanyiwe uadui ndio uathirike, lakini la sivyo basi fuko hili la uzazi Mwenyezi Mungu kalisipokuwa ni makini madhubuti, akilala huku la nyanyua la nyorogota, ili mradi mtoto asikae chini, akilala hivi akilala vile, ili mradi kilichopo katika fuko la uzazi linafanyaje? Linalinda. Lakini mafungamano baina ya fuko la uzazi na mafungamano ya mama mtu mwenyewe ni mafungamano ya kiwili kimoja. Anachokula naye atakula, atapata, na mpaka athari yake yule mama ya kisaikolojia au ya kimawazo yanaathiri yule mtoto.
Hiyo ni kiasi kuonyesha kiasi gani yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyotengeneza hii rahim na mwili mzima wa mama mtu. Na ndio maana hata mama mtu kusikiza kwake Qur'ani kwa wingi, kusikiza maneno mazuri, kusema maneno mazuri, pana athari nzuri mpaka kwenye janini. Kadri utakavyokuwa mama mtu yuko katika hali nzuri ya kiibada na hali nzuri ya mazungumzo na usikivu uliokuwa sahihi wa mambo sahihi, yani Qur'ani, mawaidha, maneno mazuri, basi na athari mpaka kwa nani? Kwa janini. Sasa kwa hiyo si kile, sio kiwanda au sehemu ya kama cha kutengeneza tu kwamba ni kimaumbile tu, bali hata kiroho. Walaqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin, hakika tumemuumba mwanadamu kutokana na asili ya udongo. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, kisha tukamjalia yeye ni tone la mbegu ya uzazi katika sehemu madhubuti kabisa ya rahim, tumbo la uzazi la mama. Thumma khalaqna al-nutfata 'alaqatan, hapo sasa zinaanza zile stages, hatua za mtu kutoka kuwa alikuwa hayupo sasa anakuwepo kama binadamu. Tukajalia au tukaumba tone hili la uzazi na kuwa pande la damu. Fakhalaqna al-'alaqata mudghatan, tukatengeneza hili pande la damu na kuwa ni pande la nyama. Fakhalaqna al-mudghata 'idhaman, tukatengeneza kutokana na pande hili la nyama likatutengeneza nini? Mifupa. Fakasawna al-'idhama lahma, tukavalisha ile mifupa tukaivalisha nini? Nyama. Fakasawna al-'idhama lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar, kisha tukamfanya ni kiumbe mwingine kabisa. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, basi ametukuka Mwenyezi Mungu mbora wa waumbaji. Katika aya hii Allah Subhanahu wa Ta'ala aliposema thumma ansha'nahu khalqan akhar, tukamwanzisha yeye akawa kama ni kiumbe kingine kabisa. Wamekhtalifiana maulama katika kutaja amebadilika nini. Ibn Abbas ana kauli takriban mbili zilizopokewa kutoka kwake. Ya kwanza kwamba huwa nafkhu ruh, huwa nafkhu ruh fihi baada an kana jamadan, ni kule kupulizwa kwa ruh kwenye kile kiumbe au lile pande la nyama lililobadilika likawa na mifupa, mifupa ikavadishwa nini? Nyama, wakatoka viumbe, pakatokea nafkhu ruh. Na hii inatokea baada ya miezi minne. Kila hatua hizi za mwanzo tulizitaja siku 40. Baada ya kuwa ni kitu kipo bila uhai, kikawa pena nini? Kina uhai. Kwa hiyo tayari ni kiumbe kingine kwanza kuwa ni kiumbe hai kwanza, alafu qabilu linnumu, kinakubali kukua sasa. Baada ya kuwa nini? Kidogo tu iko vile vile. Kauli nyingine Ibn Abbas anasema thumma ansha'nahu khalqan akhara ay khurujuhu ila dunya, tumemwanzisha akawa ni kiumbe kingine, ni kule kumtoa kwake katika tumbo la uzazi kuja duniani. Tayari huyo ni kiumbe mwingine tofauti kabisa na mwanzo wake alioanzia akiwa tumbo la mamake. Wakila, na wengine wakasema Mwenyezi Mungu aliposema thumma ansha'nahu khalqan akhar, tukamfanya kiumbe kingine, kwamba wakaongeza yapi yale mabadiliko ambayo kwamba yanakwenda mpaka kumfanya awe totally moja kwa moja mbali kabisa hata na vile alivyozaliwa. Wakataja ndani yake kuota kwa nywele, wengine wakasema ni kuota kwa meno, vile vile wengine wakasema kutoka kwenye udhaifu wa mama kwenye tumbo la mama na pale alipozaliwa mpaka kufika kwenye kamali shababihi, alipofika kwenye ukamilifu
kwa ujana wake, sasa anafanya atakalo, ana nguvu, huyo ndio kiumbe maana kiumbe mwingine kabisa, tofauti na yule aliyoko kwenye mtoto wa imma kwenye tumbo la uzazi ama baada ya kuzaliwa tu. Lakini kilichokuwa tafsiri ilikuwa sahihi ni annahu amu, ni jumla yote wa fi hadha wa fi ghayrihi min an-nutqi wal-idraki wa husn al-muhawala ila an yamut, inaingia jumla yote kuanzia kukua kwake na mengineyo mpaka kuweza kuzungumza na kufahamu mambo na kuweza kubuni mambo na kujaribu kufanya mambo mpaka siku atakapokufa. Hayo ndio hiyo kwamba tukamtoa baada ya kuwa ni kiumbe kidogo, ni tone tu la maji ya uzazi, kufika mahali ukawa ni mtu uliyekamilika, wewe ni kiumbe mwingine tena. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, ametukuka Mwenyezi Mungu mbora wa wanaoumba. Bila shaka nimekuelewa kutoka kwamba Sayyidna Umar radhiallahu anhu aliposikia mwanzo aya hii mpaka ilipokuja hii thumma ansha'nahu khalqan akhar, akasema yeye fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Mtume sallallahu alaihi wasallam hapo akamwambia hakadha unzilat, hivi ndivyo au aliyosema Mwenyezi Mungu ameshusha aya kuikamilishia maneno aliyosema wewe. Sayyidna Umar radhiallahu anhu ana matukio mingi ambayo kwamba yanasadif alikatika aliyosema yameungana na rai iliyokuja katika Qur'ani na misimamo ambayo kwamba inaungana mkono na Qur'ani. Huko tusiingie katika moja hapo ni hii. Lakini aliposema Allah subhanahu wa ta'ala ahsanul khaliqin, mbora ya wanaoumba, hivi kuna muumbaji zaidi ya Mungu? Kuna muumbaji zaidi ya Mwenyezi Mungu? Hakuna, bila shaka hakuna. Lakini kwa nini Mwenyezi Mungu mwenyewe kasema yeye ni mbora ya waumbaji? Hao waumbaji wengine ni nani iwe yeye ndio bora kuliko wengine? Si tumeelewana? Tunakuja kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ahsanul khaliqina hapa bimaana ahsanus sani'in, ni bora wa waliotengeneza. Hapa al-khalq bimaana as-sun', kutengeneza. Sun' hapa ni binadamu yote anatengeneza. Ama tukija mahali maana ambayo kwamba haifai kupewa mwanadamu, anabaki na Mungu tu, ni ile ikhtira', ubunifu, walijadi min al-adam, na kule kuleta kitu ambacho kwamba alikuwa hakipo, kwamba binadamu alikuwa hayupo halafu akamleta. Hivi hashirikiani na mtu yoyote, viumbe vyote hivi kwamba vilikuwa havipo akavileta, hivi hashirikiani na yeyote. Ama kutengeneza, Mwenyezi Mungu yeye ndio amempa mwanadamu akatengeneza vile ambavyo vinamfaa. Si fikra iko wazi. Sasa hata kwenye Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ametumia khalq, neno khalq, kutengeneza mpaka kwa mwanadamu. Mfano suratul Maida, katika moja ya miujiza aliyopewa Nabii Allah Isa alayhi salam, miujiza aliyopewa Nabii Allah Isa alayhi salam, Mwenyezi Mungu amesema idh qala Allahu ya Isa, kumbuka pale aliposema Mwenyezi Mungu kumwambia ewe Isa ibn Maryam, ya Isa ibn Maryam, udhkur ni'mati alayka wa ala walidatika, kumbuka neema yangu juu yako na juu ya mzazi wako wa kike. Idh ayyadtuka bi ruhil qudus, pale nilipokupa nguvu kwa roho mtakatifu Jibril alayhi salam, kwa una uwezo tukadimu nnasa fil mahdi wa kahla, kwa unaweza kuwazungumzisha watu utotoni mwako na utu uzimani. Wa idh allamtuka alkitaba wal hikmata wat tawrata wal injil, na pale nilipokufundisha wewe kitabu waweza mpaka kuandika, nikakufundisha wewe hikma, Taurat na Injili. Wa idh, na hapo sasa
katika vitu alivyopewa Nabii Allah Isa alayhi salam na Mwenyezi Mungu katika sehemu ya muujiza yake, wa takhluqu min at-tini ka hay'ati at-tayri biidhni, na pale unapokuwa unatengeneza kutokana na udongo umbile la ndege kwa idhini yao. Kwa kichukua udongo akiutengeneza kufinyanga akatengeneza umbile la nini, la ndege kwa kupaa kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Fatanfuku fiha fatakunu tayran biidhni, ukawa unapuliza ndani yake kwenye lile umbile la ndege, ikiingia roho akawa ni ndege kamili kwa idhini yao. Fatanfuku fiha fatakunu tayran biidhni wa tubri'u al-akmaha wal abrasa biidhni, na ulikuwa ukiwaponyesha watu ukofu na ukiwaponyesha watu na nini na ukoma kwa idhini yao. Wa idh tukhrijul mauta biidhni ila akhir al-aya, na pale ulikuwa ukiwafufua maiti kwa idhini yao. Kwa hiyo kwa sura ya kawaida binadamu, yani katika swala la khalq, kuumba, Mwenyezi Mungu amelitaja kwa Nabii Allah Isa alayhi salam, alimpa uwezo huo, Sasa ikiwa kwa maana hii, basi Mwenyezi Mungu ndio mbora wao, lakini kwa maana ile ya uumbaji wenyewe, sababu Nabii Isa kama Isa hakufanya yeye kama mwenye uweza, bali amewezeshwa. Kwa maana zote hapa zimekuja biidhni, hatua zote hizi biidhni, kwa idhini yangu, maana ndio aliyemwezesha. Basi kwa maana ile hakiki ya uumbaji kutoka kuwa hamna kitu akakileta yeye, hii sifa hiyo anabaki nayo nani? Allah subhanahu wa ta'ala pekee yake. Ama hii wanawezesha wanadamu, hii uwezo hapo kwa Mwenyezi Mungu anawezesha wanadamu, basi kwa sifa hii, basi bado Mwenyezi Mungu ndio bora. Kiliko wazi. Walaqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin, hakika tumemuumba mwanadamu kutokana na asili ya udongo. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, kisha tukamjalia yeye ni tone la mbegu ya uzazi katika kalio ama sehemu ya fuko la uzazi lilokuwa madhubuti kabisa. Thumma khalaqna al-nutfata alaqatan, kisha tukaumba lile tone la uzazi na kuwa pande la damu. Fa khalaqna al-alaqata mudghatan, tukalifanya kuwa lile pande la damu kuwa ni pande la nyama. Fa khalaqna al-mudghata 'idhaman, tukatengeneza kutokana na lile pande la nyama tukatengeneza mifupa. Fakasawna al-'idhama lahman, tukavika vile mifupa nyama. Sasa baada ya kutengeneza nyama halafu tukatengeneza mifupa, tukaivisha ile mifupa na nyama. Thumma ansha'nahu khalqan akhar, kisha tukamfanya kuwa ni kiumbe mwingine kabisa. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, ametukuka Mwenyezi Mungu mbora wa waumbaji. Thumma innakum ba'da dhalika lamayitun, hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwisho yote hakuyataja maisha ya dunia, kwanza kwa sababu ya hakara ya nini, ya ule uduni wake ulivyokuwa mfupi, lakini mwisho katika malengo yake ni kwamba ukizaliwa kiwepo duniani, piga hatua unaofuata kwamba ni kufa tu, ndio malengo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kabla ya kumfisha kwa mtu ambaye kwamba hakumpa mtihani wa kuishi muda mfupi, iwe ni miaka hiyo average ya miaka 63, ana miaka mangapi atakuwa amefanya? Mingi tu, mingi. Lakini angalia, karuka kutoka kuja duniani na kuondoka direct, kukupa tanbihi kwamba hatua next baada ya kuwepo ni kuondoka. Lengo ni kwamba wewe utume vizuri fursa ya uwepo wako tu, lakini wewe ni kama vile maulama, wewe ndio maiti tarajiwa, wewe ni maiti tarajiwa. Kama ya laiti kama hili ikikuwa kila wakati mtu linapita kwenye akili yako,
basi ingekuwa ndio ile wabtaghi fima ataka Allahu dara al-akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk. Wewe ndio ungekuwa waifuata hasa aya hii, ingekuwa kila wakati wakumbushwa wewe kupumzika na dunia pia ishughulikie. Hii ndio fikra na nadharia ambapo tunataka Allah subhanahu wa ta'ala daima uweke mbele ya macho yako, nusba ainaiki, mbele ya macho yako, mimi I'm next. Hii itakusaidia katika mambo mengi. Wewe sasa hivi ni kama vile wanapozungumza maulama katika, ili utengeneze hata swala yako kwamba iwe nzuri, wewe ijalie kama ile pengine ndio swala yako ya mwisho, ndio swala yako ya mwisho. Ukionana na babako, huenda wewe ima ataitwa mwanao kafa au utaitwa wewe babako kafa. Usiku ubusu, muombe radhi, utajuta utakapokuwa asubuhi umeamka ukufanya hivyo, na hali yako hujakaa naye sawa. Mama yako wakati fulani, wakati unafanya mambo yako, ikiwa ni mwajiriwa, yule ni mtu unafanya biashara, una haki za watu, ukikumbuka mimi anytime utakufa na yale madeni ya watu, ima wadai au wadaiwa, basi hapo guarantee utavuta karatasi, utaandika ule wasia. Lakini kuwa wayasahau yote haya, wajiona una muda, wajidanganya, waona hapana, bado atakufa fulani na miaka 80 au ashaanza kuhoi, haya achikwenda hospitali, yule anytime utasikia habari. Ala, wewe utasikia habari yake, utasikia yeye ndo atasikia habari yako wewe. Kwa hiyo wakati wewe unafanya mambo yako na mipango yako, eka mbele yako wewe, mimi anytime nitaondoka. Wewe una dhamana gani? Una kitu gani? Una chochote cha kuzuia wewe usianguke hapo ukafa? Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baada ya kuonyesha minna yake, fadhila zake ya kukuleta tu, akamwambia baada yako usije ukadanganyika na hii dunia. Lakini masiri nyingine ambayo kwamba hiyo ndio ashad, ngumu zaidi, thumma innakum yawma alqiyamati tub'athun, kisha hakika nyinyi siku ya kiyama ni wenye kufufuliwa. Halafu tuanze hisabu ya maisha yako yote tangu umebaleghe mpaka umeondoka, hakuna kitakachoacha. Mali hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Utakuja shangaa kwenye kitabu utakapopewa, wasema hiki kitabu kina nini, hakikuacha dogo wala kubwa isipokuwa imekiandika, mpaka lile ambalo kwamba hukutarajia Mungu atakuhesabu nalo. Uliona ni utani, ulimwambia mwenzako, uliona kidogo, usiombe idhini, ulimsema mtu, uliona kwa ajili ya kuwachekesha watu, yote tumeandikwa na hesabu. Na wakati huo unaona una dhiki na unajiona huna salama, na wakati huo sasa na unajiona kiasi gani ulikuwa unahitaji kujichukulia zadi, masarifu, kuchukua akiba. Wakati huo waona kama huna amali. Utakapofufuliwa wajiona kabisa, mimi hapa sijafanya chochote. Sasa fanya sasa hivi kiasi kwamba ufike mahali mpaka useme ya Rabbi, naomba nikutane na wewe. Fanya amal mpaka ufike mahali waona huenda nikiendelea kukaa nitaharibu. Hapa ndipo naomba Mwenyezi Mungu nikutane na wewe. Sayyidina Umar radhiallahu anhu, jitihada yake miaka 12 katika khilafa ilifika daraja ya juu kiasi kwamba uadilifu wake ni kama ulivyosifiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama angekuwa na mtume baada yangu mimi ingepewa nani? Umar. Alifika mahali akamwambia, ya Allah, hapa nilipofika isije Sham kule punda akajikwaa nikaja kuhesabiwa siku ya Kiyama. Kwa nini sikumwandalia nini? Barabara, sikumwandalia ndio uzuri la kupita. Ya Rabbi, nirudishe kwako. Anaomba, lakini utaomba wewe, una mambo kibao alijua sijakamilisha, hujakaa sawa. Sasa jiweke sawa. Masili yako mwisho yoyote wewe ni kukata pumzi wakati wote, mimi na wewe, yoyote
yoyote katika sisi tuliomo ndani na yoyote anayesikia na atakayetuona na kutusikia. Hakuna shaka ndani yake. Usije ukajidanganya, mimi alhamdulillah naamka nafanya mazoezi nala naenda gym, nala chakula vizuri, diet yangu mimi ni uhakika shaka. Mimi sili vitu vya mafuta, mimi sili mchele, mimi sili unga, achana nazo kabisa. Wapambana ili nini? Usiumwe alafu usife, au sio? Wapambana usiumwe, usizidi uzito, si binadamu. Shabu sukari kwa mlangoni tu ukiambiwa, basi hapo hapo wajiharamisha ulivyovipenda kwa sababu waogopa sukari. Unakufa babangu, hiyo ni kubwa zaidi kuliko sukari. Sukari nini? Kuna watu wa sukari wanakula dawa zao, alhamdulillah, wafanya mambo yote na alhamdulillah, ukimwona kanenepa kama mwingine. Sisi hilo mtu haliogopi la mauti kama anakukupa haya maradhi. Kwa hiyo kama Muislamu, Allah subhanahu wa ta'ala anatutajia kila wakati hii dhikr ya kukumbuka mauti ni kama kichocheo cha wewe kila wakati kujiweka tayari na kukumbuka. Thumma innakum ba'da dhalika lamayitun, kisha hakika nyinyi baada ya hapo ni wenye kufa. Thumma innakum yawmal qiyamati tub'athun, kisha hakika nyinyi siku ya kiyama ni wenye kufufuliwa na kuhesabiwa. Baada ya hapo inshallah, kwa kuwa muda umekwisha, tutaanza kesho Mungu akipenda kutaja fadhila zake sasa ya vile alivyoviumba vinavyotuzunguka sisi kama wanadamu. Katukumbusha fadhila zake za kuwa katutoa halikuwa hatupo kutoka kwenye adam ambako ni udhalili kuja katika sharaful wujud, izzatul wujud, kuja kwenye utukufu kwamba tupo kama wanadamu. Alafu akatutajia masiri yetu, wapi tunakwenda. Aya inayofuata anaanza kutaja vile ambavyo kwamba vimemzunguka huyu mwanadamu katika viumbe vingine na ambavyo kwamba vina maslahi kwake kwa huyu mwanadamu ili vipate kumsaidia kuishi. Inshallah kwa leo tuishie aya hii ya thumma innakum yawmal qiyamati tub'athun. Tuendelea tena darasa ijayo. Walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iqa wama kunna 'anil khalqi ghafilin. Tutumie muda huu mchache uliobaki inshallah kuhusu baadhi ya maswali. Swali la kwanza leo tutaanza nalo hapa, nini hukumu ya mtu ambaye kwamba ameendesha gari, katika kuendesha kwake akasababisha kufa kwa watu hao wawili? Sasa huyu mtu bila shaka ni mtu ambaye kwamba ni mgonjwa kidogo, na mgonjwa wake ni mgonjwa wa ulcers, vidonda vya tumbo. Sasa inakuja kwamba asli mtu kapelekwa mahakamani. Baada ya kupelekwa mahakamani akahukumiwa kwamba alipe fidia. Fidia imelipwa. Asli ya masala ya hapa ni ile kulipa kafara. Hakuna nini, hakuna watumwa. Kinachotakiwa ni kufanyaje? Ni kufunga miezi miwili mfululizo, na tumesema kwamba kila uleumua miezi yake miwili kamili. Jumla miezi mingapi? 4. Huyu jamaa siku za kawaida apata tabu. Hii kufunga Ramadhani pia ale dawa. Nini solution ya mtu ambaye kwamba ana ulcers kufunga siku 60 mfululizo vidonda vya tumbo bila kula? Nini sheria imekuja, pana utakhfifu gani? Maana baada ya 60 ashike 60 nyingine, siku 120. Miezi mingapi hiyo? 4. Si habari ndogo, ni nzito. Nini hukumu yake? Aljawabu kuhusu funga, itabaki funga hii kama hawezi, kwamba ni deni katika dhima yake mpaka atakapoweza. Itabaki kwamba ni deni katika dhima yake mpaka atakapoweza kuja huko kufunga.
Hakutaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuhusu kafara zaidi ya kuachia mtumwa huru au kufunga. Basi hizo mbili tu. Kwa hiyo maulama hawakuona kingine zaidi ya kwamba ima ache mtumwa huru au afunge, hakuna vingine hivyo. Ama baadhi ya maulama, hata akiwemo katika baadhi ya maulama wetu Imam Shafi'i, pia iko kauli katika Imam Shafi'i kwamba mtu ambaye kwamba ameshindwa kufunga afenyeje? Alishe. Lakini wao ni kauli ambayo kwamba haitakiwi kufika kutumika mpaka katika hali ya dharura ya 100%. Kweli haviwezekani. Ikiwezekana mpaka hiyo hukumu ya kutoka asifunge aingie kwenye kulisha iwe ni kwa njia ya kupitia ima kadhi shar'i ambaye kwamba ataexamine, atapima vizuri huyu no way na atoe chakula, la sivyo inabaki kwamba lazima, hata kama atapewa muda, hata kuna matumaini atapona, basi atapewa muda, hata atapewa nafasi ya kulisha mpaka ajafanyaje, afunge yeye mwenyewe. Swali jingine, kuna mtu amekwenda ameposa na akaoa, lakini hajamchukua mke wake kwenda naye nyumbani, kwa maana bado hajaingia naye ndani. Sasa amelipa mahari yake takriban hela nyingi, karibu milioni 30. Sasa siku moja ni mke wake tena, japo yuko kwao, basi takupitia tukanunue baadhi ya vitu ambavyo kama vya harusi, akampitia na watu wake. Katika wakati wanakwenda kununua hivi vitu, ikatokea ajali, mke akafa. Mke akafa. Huyu mume mtu mzuri, maana haipiti kwamba huyu labda alimchukua kwa ubaya wowote. Mume ni mtu mzuri, anajulikana tabia yake ni nzuri. Sasa nini hukumu ya mume kisheria, kuanzia mirathi, mahari aliyoitoa, si pesa ndogo? Nini hukumu pia ikiwa alikuwa akiendesha, pengine ni mume sio dereva, nini hukumu yake? Tukichukulia kwamba yeye sio dereva, mfano dereva alikuwa mtu mwingine, yeye alikuwa wamo ndani pamoja, nini hukumu yake? Kwanza kabisa, atarithi au harithi? Atarithi. Na nini mirathi ya mume anapokufa mke, ambaye kwamba mke mwenyewe hakuwahi kuolewa kwa nyuma, hana mtoto? Mume mbona mwanamke amefariki, hana mtoto, hana kizazi, sawa? Mume anachukua nini? Nusu. Asante, nusu. Ikiwa na kizazi, robo. Mwanamke naye akiwa mume kafariki na ana kizazi, anachukua nini? 1/8. Ikiwa hana kizazi, robo. Jazakumullah khair. Mirathi tusome jamani. Tayeb, sasa inakuja kwamba bila shaka haya mambo ya mirathi ni baada ya kutoa wasia kama upo na nini na madeni. Ondoa madeni, ondoa na wasia, hapo kichobaki ndio tufanyaje? Charithiwa. Ndani yake katika tutakachorithiwa ni nini? Hata mahari. Mahari kwa mali yake, si ndio? Tayeb, je, ikiwa alikuwa ni kosa la mwanamume katika kuendesha gari, maana alikuwa akiendesha yeye dereva, nini kitatokea? Atapata hizi haki hizi? Hapati chochote, hapati, bali kinyume chake itakuwa nini? Kafara na fidia ataitoa.
Swali jingine, ikiwa mtu anaendesha katika waliopanda, mmojawapo ni mrithi wake, iwe ni mtoto wake, mke wake, mama yake, babake, wote wale ni warithi wake, si ndio? Wakapata ajali ambayo kwamba ikapelekea mmoja katika wale warithi akafa. Je, huyu dereva atafanyaje? Atarithi? Hiyo mosi. Hili swali la kwanza. Je, ikitokea kwamba kilichofanya kupatikana kwa ile ajali ni nje ya uwezo wa kibinadamu yoyote, mfano kutokea mnyama ghafla barabarani, tembea katokea kapotea, pengine ni ng'ombe au nani, mtamgonga, au kama katika kumkwepa ndo mkaanguka, nini hukumu yake? Na ikitokea pengine huenda ni mgongano baina ya gari na gari, ikatokea kufa, bila shaka kuna polisi wanakuja, wanapima, wanapeleka mahakamani, si ndio? Mahakamani kule wanasema nani ni mwenye kosa. Je, kwa upande wa mashekhe huko, kwa upande wa kadhi, ana uwezo wa kutumia maamuzi ya koti au mahakama ya kikawaida kumjua mkosa nani, ili ikiwa mkosa ni yule aliyekusababisha iwe mirathi hakuna? Si tumeelewana? Kwa maana ya kwamba, je, kadhi wa kisheria ana uwezo wa kutegemea mahakama yasiokuwa ya kikadhi katika kumhukumu mtu huyu anarithi au harithi? Si tumeelewana vizuri hapo? Naam, tunakuja ikiwa mtu dereva amefika kwamba hakuwa na jambo lolote lilosababisha kutokea kwa ile ajali, basi kama haya tuliyotaja hatozuilika na nini, na mirathi, kama ilivyokuwa pia hatakuwa na kafara wala fidia. Ama ikiwa itarudi kwamba yeye amesababisha, basi hapo atakuwa na fidia, kafara na hatorithi. Hiyo iko wazi. Tukija kwenye mirathi, kwenye kumhukumu sasa, sisi kama watu wa dini tunaweza kuchukua uamuzi wa mahakama ya kawaida kwamba fulani kosa ni la dereva, au hatuwezi kutumia? Aljawabu kwamba lazima, ili mtu ahukumiwe huyu harithi kwa kupitia kuangukiwa na hukumu kwamba ni kaua kimakosa, lazima ile hukumu itoke kwa kadhi wa kisheria. La kadhi wa kawaida au mahakama ya kawaida haichukuliwi. Kitu ambacho kwamba ni cha mwisho kabisa anaweza kutumia ni maelezo labda ya askari tu. Wakati wa askari sio wanakuwa na ripoti ya ajali na vipimo, alikuwa hivyo, kile ndio cha mwisho. Ikiwa hana mashiko mengine, basi kile ndio pekee anachoweza kukichukua cha askari polisi, na kadhi wa kisheria sasa ya Mungu achukue. Hapo ndio mwanzo wa kutengeneza hukumu, na je, atarithi au harithi. Lakini kwa yeye huyo kadhi wa kisheria atumie maamuzi ya mahakama ya kawaida, hizi haruhusiwi. Swali jingine inshallah, hili la mwisho, asema huyu nimemgonga mtu, baada ya kuwa amejitokeza hivi, nikajaribu na kumkwepa, bado akawa amekuja anifuata kabisa, nikatoka barabarani hivi mpaka mimi katika kumkwepa kwangu, pamoja kwamba mwisho nimemgonga mimi mwenyewe, nimekwenda kugonga mti, kuonyesha kiasi gani nimejaribu kufanyaje, kumkwepa. Haikuwa kusudio langu. Lakini yule bwana, pamoja na kwamba kumgonga kwangu kama vile kama kajigonga yeye, so mimi nimemkwepa, lakini bado siku ya pili akafariki, alipata athari kidogo.
nini kinacholazimu mimi kwa upande wa kisheria, na huyu mtu sio Muislamu, huyu alifariki sio Muislamu, na kwa upande wa fidia insurance tayari imemlipa. Lakini nini kwa upande wangu mimi, nini nifanye? Nimejaribu kote kukuwa, nimemkimia mpaka nikagonga gari yangu, ndivyo nini hukumu yake? Atalipa fidia? Halipi fidia, ndio imelishalipwa na insurance. Kafara atalipa kafara ya kuacha mtumwa huru au kufunga miezi miwili, au haufanyi hivyo? Kafara ipo au hamna? Maana swali mmoja tu, fidia ishapita, na fidia lazima iwepo hata kama yule aliyefariki si Muislamu. Kinacholipwa ni roho, nafsi, si ndio? Sasa je, yani hii fidia, hii kafara, fidia ishaondoka, kafara itafanyaje? Utailipa au uilipi kafara? Utalipa na ianguki sababisha nafsi kufa mtu, pamoja na kwamba maelezo yanajionyesha ni mtu yeye kama kayafuata, lakini bado kwa sifa hii inaonekana pana nafasi ya kwamba uligonga ndio kafariki. Kuna kila aina ya sura kuonyesha kwamba nini, pana nafasi umekosea, pengine kuwepo nafasi nyingine zaidi ya kumkwepa au kutomdhuru zaidi. Kwa hiyo kafara haianguki. Hadha wallahu a'lam. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معينا معصوما ولا تدع فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجميع احزاننا وذهاب همومنا وهمومنا الراحمين. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته وحفظه وسنة تبعته الليل وطرف النهار على وجهك الذي يضيق عنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. الحمد لله.